Mwambie jirani leo. Tell your neighbor today. Walipokuunganisha. Where they have connected kwenye you. hizo madhabahu. In those altars. Hesabu sura ile ya 14. Mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakaambiana, wakamwambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana. Haleluya. Amen. Hapo hapo nataka nikuelezee kitu hapa. Mizimu ni jambo jingine. Tunaweza tukaishughulikia leo tukaipiga, lakini kuna kitu ambacho nataka tukishughulikie. Tushughulikie vitu hivi. We are going to deal with two things ambavyo ukitoka hapa wewe lazima upige hatua. You must have another dimension. Hawa wametolewa Misri kwenye utumwa. These were brought from Egypt. Leo hii ni kama wewe umeokolewa kutoka kwenye It's just like you have been rescued na kuingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Enter in the kingdom. Yani umepata wokovu. You have been saved. Umepata nini? You have received wokovu. Baada ya kupata wokovu, uko kwenye safari sasa ya kwenda Kanaani yako. Mahali ambapo natakiwa wewe uende ukastarehe. Where you have to go and rest. Njiani on the way, kuna watu katikati ya kundi, katikati ya wokovu. In between those who are served. Wanainuka wanaambia nendeni mkaipeleleze and be told to go and suspect the setting. Wanaenda kuipeleleza nchi. Land. Walipofika kule wakaleta habari za kuwavunja watu moyo. They brought the news to break wakaleta habari za kuwakatisha watu tamaa. They brought the news. Na hiki kitu kipo kwenye wokovu. And this thing is inside the salvation. Sikiliza kwa makini wala usilale. Listening very careful. Hiki kitu kipo kwenye wokovu. It is there in our salvation. Leo mtu amekuletea taarifa. Today somebody brought for you a news. Ile taarifa hata kama unaambiwa kabisa kwamba jamani yule mtu yuko hoi. Somebody is very. Tukizidi kwenda tutaangamia tu kule. When we continue to go, wewe muamini Mungu. Be perished. Hii ndio kina Daniel walikuwa nayo. This is what happened to Daniel. Wakasema hata mkituweka kwenye tanuru la moto, even if you put us in the hole of fire, Mungu wetu. We cannot rebuke our God. Hamwezi kuhamisha moyo wetu kwa Mungu. Shift our hearts to moto hauwezi kuhamisha. The cannot be shifted. Mwana wa Mungu, the child of God, wakaletewa habari. They brought a new message. Wengi wakavunjika moyo. And so many of them. Ndio tunasoma hapa wanasema ni heli tungebaki wapi? We can be. Hatuna warokole wa namna hiyo. We don't have hatuna watu waliompokea Yesu wa namna hiyo. We don't have people who received Christ like that. Wanapopita kwenye changamoto kidogo, when they wanaanza kuwaza nyuma. They decide to think about wanasema ni heri kumbe ningeenda sehemu fulani. They say it's better to go somebody else, somewhere else. Mungu anachukia. This thing God is annoyed. Tunapoendelea kusoma hapa utaona Mungu anachukia. Anataka unapoianza safari usigeuke nyuma. Sasa wakaanza kurudi nyuma. They started to go back. Wanaume wawili. The two men. Wakina Caleb na Joshua. Wakasema. And they say. Hii taarifa mnayoitoa. This message that you are bringing. Sio yenyewe. It's not the one. Ni kweli tumeenda wote. It is true. I've gone to. Nyinyi mmerudi na taarifa hii. We turn back this message. Na sisi hatuoni kama hao walivyoona. Us, we don't see as the way they are seeing. Wakasema ile nchi kweli ni nzuri. That city is. Na wale watu wanaosema kwamba watatula sisi, wale ni chakula chetu. Those are our meal. Na wale watu tayari Bwana ameshatoa uvuli juu yao. Already God have already nasi tutaenda kuwashinda. As we are going to win. Wale watu wakapatwa ghadhabu. And those people were very annoyed. Wakataka kuwapiga mawe.
started to throw them. Mimi nataka nikwambie usipohamisha moyo wako kuna watu watakuinukia, lakini nataka nikwambie endelea kushikilia hapa. People will continue to bring for you. Tunapoendelea kusoma hapa, maandiko yanasema utukufu wa Bwana ukashuka. And the glory of God comes down. Hapa ndio tunaenda kuona Bwana amekasirika. Here is where we can see God. Juu ya watu wako wapendwa, tumeokoka lakini some people tunawaza kurudi nyuma. They are thinking about going back. Ukipita kwenye changamoto kidogo tu, through difficulties, unawaza urudi nyuma. You are starting to think of going unawaza back. Misri ulikotoka. You think about the Egypt where you come from. Hiki ndio kwamba unaweza ukapiga mizimu. This is how you ukabaki unazunguka jangwani miaka 40. You will continue pass through the desert. Ukabaki unazunguka miaka 40, hakuna mafanikio. With no, kwa sababu ya kukosa moyo wa imani, kukosa utii and obedience. Hapa nenda kawasome wakina Danieli. Just go and read about Daniel. Wameingia kwenye utumwa. They enter in slavery. Lakini wakasema mazingira hayawezi yakabadilisha moyo wangu kwa Mungu. Mazingira yoyote yasibadilisha imani yako kwa Mungu. Change your faith to God. Na kutangazia mazingira yoyote yasibadili imani yako. The environment cannot change your. Sasa alipofika pale jangwani wanasema jamani, they reach at the wilderness. They say we are going to perish. Tutafute kiongozi. It's better we look for the leader who can lead us, tuweze kurudi Misri, so that we can go back to Egypt. Kama ni wewe utajisikiaje? Even if it could be you, how do you feel? Watu hawa wameona miujiza ya kutisha. These people saw the miracles. Hawa watu wameona bahari ikigawanywa. They saw how the river. Hawa watu wameona maadui zao wakimezwa na bahari. Their enemies were swallowed by the ocean. Lakini wamefika mbele, but they reach kwa kusikia tu taarifa, by hearing all the message. Moyo umekufa. Their heart died. Moyo unakufa kwa Mungu wao. Their heart died from their God. Hawa watu waliangamia. Those people were perished. Waliangamizwa na Bwana. They were perished by God. Tunao watu wangapi ambao waliangamizwa na Bwana kwa kuleta taarifa mbaya za kuvunja watu moyo? Ni kweli sasa hivi unatembea lakini ndani ulishaangamizwa na Bwana, hujijui. Kwa sababu ya taarifa ulizoleta. Because of the message that you receive. Yani ameadhibiwa aliyeleta taarifa. You have been punished. Na aliyepokea taarifa naye kaadhibiwa. And the one who received the message was punished. That is God. Ndio maana kufundisha hii vitu viwili ujue. Utakapotoka kwenye mizimu ujue kabisa kwamba kuna ahadi na masharti. You have to know there is a promise and rule. When ukifuata masharti. Masharti lazima umwamini Mungu wako kwa moyo na umtii. And you have to obey. Tunaweza tukakutoa kwenye mizimu lakini we can deliver you from that ancestor. But you don't believe on God. Walipotoka Misri, when those people come from the Egypt, Mungu kawatoa vizuri. God rescued them. Kawavusha na ajabu zake. Wanaona wingu linawaongoza. They saw the cloud which lakini wamefika mbele, but they reached at the head. Wakashindwa kumwamini tena Mungu. They couldn't believe on God. Sasa leo hii tunakuombea, tunakutoa mwana wa Mungu kwenye mizimu. Lakini wewe ukumbe una imani na huyo Mungu. But you don't have faith in your own God. Una imani ukishaona mchele uko hapo. You have faith. Mafuta yako hapo. The rice is there, oil is there. Unga uko hapo. The product is hata there. Kanisani sifa zinabadilika. Even at church the praise has changed. You will dance. Lakini siku unakuja hakuna kitu ndani. Ukifika kanisani kama mgonjwa. When you reach at the church you feel like as if you're ukiulizwa ni nini? When you're asked what is it? Hacha tu mwenzangu napita. Just leave it. I'm passing through. I don't know. Kufunga nimefunga yani sielewi. Fasting I've already fast. Hawa ndio watu wa imani ya namna hiyo. These are the people. Walipoziona kwale na mikate, but when they saw, wakasema huyu si ndio Bwana? And bread. Lakini ilipokwisha jangwani, when it's finished, wakasema ni bora tungetuacha wewe tukafa kwa njaa. It's better you could leave them. Tukala yale tulikuwa tunakula kule. So that we can just eat what we were. Haya ndio maisha ya wapendwa wengi. This is how the living of the walioamua kumfuata Kristo. Those who decide to follow Jesus. Wamemfuata kwa mioyo isiyokuwa mikamilifu. Heart which is not complete. Imani zao their faith zimekuwa zikilegalega. They have been
Tunawataka watu majasiri kama wakina Danieli. Wakasema ni kweli mfalme amesema kwamba tule hiki chakula, lakini je, Mungu anasemaje? Kwa imani ya Mungu wangu hainipaswi nile sasa chakula cha mfalme. It should not be myself to eat this food. Na amewekwa msimamizi. There was a leader who was there. Wa kuwasimamia wao. Those who are stand for them. Ameenda kumwambia akasema sasa. He go and ask him and say, msipokula mimi nitakatwa kichwa. If you don't eat, I will be cutted my head. Wewe uliokoka. You the one who have vitisho hivi vipo. These things are there. Unaogopa kutengwa na familia. Are you afraid to be separate from your family? Yule alisema msipokula mfalme atanikata kichwa. The king will cut my head. Lakini if you don't eat. Share mfalme tutaendelea kuwapa namna hii siku zote. Remove this share. Walikula wakaonekana bora zaidi. Kuna mahali nataka nikwambie tufike ambapo wanasema kwamba huyu atakufa hapa. Hivi haitawezekana. Kwa Mungu itawezekana. Hawatavuka, lakini kwa Mungu utavuka. Hapa ndio tunapopataka kwa imani. Haleluya. Amen. Hapo ndio tunapopataka. Yani na hapo what we need. Ndio imani yako tunapoipima. Amen. It's whereby we measure. Leo umeokoka. Today you have received. Ukipita jangwani kidogo tu. When you pass in that wilderness. Tunakujua. That will know you. Na ujue kabisa kwamba ni makosa kwa Mungu. You have to know that is the mistake to God. Unapoendelea kusoma hiki kitabu cha Hesabu. When you continue to read about ona watu ambao walikuwa hawana imani. Those people who have waliishia jangwani. They end up in a wilderness. Walizunguka jangwani wakafia hapo. Around and die there. Tunao wapendwa ambao wanafia jangwani. The child of God who are dying on the Musa anamwambia Mungu ukiwaua hawa. Moses is telling God that when you kill them, huko kuja kuaulia hapa. They will see that you have brought Mungu akasema basi sawa, sitawaua nitawaacha. Lakini watazunguka jangwani, wataishia jangwani. Hawataingia Kanaani, mji ambao niliwaandalia wa maziwa na asali. The city where I have prepared for them for honey and milk. Wangapi wapendwa tunazunguka jangwani? How many are moving around? Kwa kutokuwa na imani. Without faith. Kwa kutokutii. Without obedience. Mwana wa Mungu. A child of God. Elijah. Amefika mwisho. He reached at the end. Akaenda akamkuta Elisha. And find Elisha. Yuko analima na jozi 12 za ng'ombe. Huyu alikuwa ni mtu mdogo. 12 bullock. Mtumishi wa Mungu Elia akaja na nguo yake akamrushia. Elia came with his clothes. Alipomrushia yule Elisha akaanza kumfuata. And Elisha started to follow him. Akamwambia Bwana, sasa naomba niende nikawaage wazazi. Alafu let us go and ask to. Akaenda akarudi akachinja zile ng'ombe, watu wakala, akamaliza akaongozana na mtumishi wa Mungu, akaenda kumtumikia. Together so that they can serve. Huo ndio utii na imani kwa Mungu. Obedience and faith. Kwamba hakuna maswali. There's no questions. Ni kweli walienda kuipeleleza nchi. It is true that ni kweli ilikuwa ina manefiri ile nchi. Lakini nataka nikwambie sisi hatuoni kama watu wanavyoona. But we don't see as they. Ni kweli eneo la biashara wanataka kwenda kuona lina maduka mengi. Ni kweli kuna wafanyabiashara kama wewe. Lakini sioni kama wengine wanavyoona. Usikubali kuona kama wengine wanavyoona. Don't agree to see the way others are seeing. Umeamua kumfuata. But you the one decide to follow Jesus so that you trust in him and obey. Hapa nasema hata nikikufundisha mizimu ukaivunja kila siku, lakini usipokuwa na imani. Even if I teach you about the Mungu wako ndani ya agano lake, usipokuwa na utii, kazi bure. Faith utazunguka jangwani. It's nothing. You will move around the wilderness. Kila siku maisha yako yatakuwa ni kulia. Every time your life will be crying. Ambapo watu wanasema kabisa kwamba huyu yeye amesimama kinyume. Anasema hapa maji lazima yakatike tupite. Yes, whereby si atuamini. Lakini unaamini mpaka dakika ya mwisho. Amen.